Vikosi vya Urusi vitalikomboa eneo lote la mpaka la Kursk huko nchini Urusi kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine katika siku za hivi karibuni. Nani amezungumza kauli hii? Basi karibu sana, ungana nami hadi mwisho wa taarifa hii, ambako pia utasikia taarifa kuhusu kupelekwa kwa wanajeshi wa kulinda amani huko nchini Ukraine. Kumeripotiwa ya kuwa huenda kukawa chanzo au kisababishi cha vita vya tatu vya dunia. Nikianza na ripoti kutoka mkoani Kursk nchini Urusi, ambapo imeelezwa na katibu wa baraza la usalama la Urusi, Sergei Shoigu, amesema ya kuwa vikosi vya Urusi vitalikomboa eneo lote la mpaka la Kursk kutoka kwa wanajeshi wa Ukraine katika siku za hivi karibuni. Mkoa wa Kursk hivi karibuni utaondolewa kwa wanamgambo kama sehemu ya operation ya kukabiliana na ugaidi, mtiririko wa operation uliofanikiwa kwa kutumia sehemu ya bomba la kimkakati la Urengoi Pomari Uzhgorod umeifanya kuwa historia ya sayansi ya kijeshi. Hii ni kulingana na amri ya jeshi. Mkoa wote wa Kursk pia utaondolewa hivi karibuni kutoka kwa mikono ya wanajeshi wachache wa Ukraine waliosalia katika eneo hilo. Kwa mujibu wa Shoigu, amesema hali katika eneo maalum la operation ya kijeshi sasa ndiyo sababu kuu inayoathiri masuala ya kimataifa na hali ya ndani ya Urusi. Kuanzia leo, vikosi vya kijeshi vya Urusi pia vimekomboa zaidi ya 99% ya eneo la Jamhuri ya Watu wa Lugansk na karibu theluthi mbili ya mkoa wa Kherson, Jamhuri ya Watu wa Donetsk na huko mkoani Zaporizhia. Vikosi vya Urusi pia vinaendelea pamoja na mstari mzima wa ushiriki wa vita na kukomboa makazi mapya. Hali inabadilika kwa neema yetu kila siku, alisema hivyo Shoigu. Pia alisema kuwa ni muhimu kuandika uhalifu uliofanywa na magaidi kutoka Ukraine na nchi nyingine pamoja na uharibifu ambao wamefanya bila kuchelewa. Kwa kuzingatia ukatili unaofanywa na wanamgambo katika mkoa wa Kursk, hakuna atakayeepuka adhabu. Wale walio hai watashtakiwa kama magaidi, huku kila mmoja akiadhibiwa ipasavyo. Kutumwa kwa askari wa kulinda amani katika ardhi za kihistoria za Urusi pia kunaweza kuhatarisha kuwepo au kutokea vita vya tatu vya kidunia. Katibu huyo wa baraza la usalama kutoka nchini Urusi, Sergei Shoigu, alisema hivyo. Afisa mkuu wa usalama wa Urusi aliweza kuashiria mipango ya muungano walio tayari kuweka boti ardhini nchini Ukraine chini ya kivuli cha walinda amani. Wanasiasa wenye busara barani Ulaya wanaelewa ya kuwa utekelezaji wa hali hiyo unaweza kusababisha makabiliano ya moja kwa moja kati ya NATO na Urusi au hata kusababisha vita vya tatu vya dunia. Kulingana na Shoigu, amesema badala yake dhana ya walinda amani inaficha harakati za kudhibiti Ukraine na rasilimali zake za madini. Itakuwa sahihi zaidi kuwaita wanajeshi kama hao wavamizi au wakaaji, Shoigu alikazia hivyo, kwa maana hao wangekuwa wanajeshi kutoka nchi hizo za NATO ambao uwepo wa Urusi ulipinga hata kabla ya operesheni maalum ya kijeshi. Shoigu alisema pia alishuku ya kwamba watarajiwa walinda amani wangeunga mkono utawala wa Nazi, kuteswa kwa waumini wa kanisa la Orthodoksi na kampeni ya kuwanyima watu wanaozungumza Kirusi nchini Ukraine haki ya kuzungumza lugha yao ya asili na kudumisha utamaduni na mila zao. Hiyo haitakuwa misheni ya kulinda amani, katibu wa baraza la usalama la Urusi alihitimisha akisema ya kwamba hiyo inaweza kuwa ni kwa nini wengi halisi duniani wameonyesha mwelekeo mdogo wa kujiunga na mipango kama hiyo ya kulinda amani.